Shukrani sana kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema itahakikisha viwanda 18 vinaanza uzalishaji wa bidhaa mkoani Tanga, vikiwemo vya watu binafsi pamoja na vile vilivyobinafsishwa na serikali ili kurudisha hadhi ya mkoa huo kuwa wa viwanda sambamba na kutoa ajira kwa wananchi. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga anatoa kauli hiyo jijini Tanga mara baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ufufuaji wa viwanda vilivyosimama uzalishaji, ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kurejesha viwanda mkoani hapa. Viwanda hivi vilikuwa viko vya aina mbili, vile ambavyo vilibinafsishwa na serikali na viwanda vya watu binafsi. Ile kazi imeanza kuzaa matunda. Nyie ni mashahidi, leo tumetembea hapa Tanga. Hiki ni kiwanda cha 3, kiwanda ambacho kilikuwa kimekufa kabisa, kinafanya kazi, na nyie mmeona wameajiri takriban vijana 218 hapa kwa ajira ya kudumu. Atakuwepo mtu dedicated ambaye atawasaidia kwenye kila jambo kuhakikisha hivi viwanda 18 tunaona matokeo yake. Akizungumzia hatua zilizofikiwa kwa baadhi ya viwanda, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ameeleza namna uboreshaji wa viwanda hivyo utakavyobadilisha muonekano wa majengo hayo. Huu ndio utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sisi kilio chetu kilikuwa ni viwanda. Kilio chetu kilikuwa magofu katikati ya mji. Leo hii tumekwenda tumeona magofu sasa yameanza kuwa viwanda. Tumeona nondo inazalishwa. Tumeomba tu sasa wapake rangi na majengo huko nje ili ile dhana ya gofu iondokane midomoni mwa watu. Fursa ndo zinakuja, viwanda vinafufuka. Wito wangu kwenu, tuzichangamkie hizi fursa katika kupata ajira, tuzichangamkie hizi fursa katika kupata bidhaa na kuziuza na kuongeza vipato na mitaji yetu katika maeneo yetu mbalimbali. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Katika kipindi ambacho dunia inapambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, sekta ya nishati jadidifu imeibuka kuwa miongoni mwa maeneo yenye fursa kubwa kwa ajira kwa vijana, ambapo serikali imewataka wanafunzi wanaosoma mkondo wa amali kuzichangamkia fursa hizo mapema. Jamila Omar anaripoti. Wito huo umetolewa na Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wanu Hafidh Ameir, wakati wa ziara yake katika mradi wa kujenga ujuzi na ushirikiano wa kikanda wa Afrika Mashariki, E-Strip, kampasi ya Kikuletwa wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Naibu Waziri Ameir amesema maboresho ya mitaala mipya ya elimu ya ufundi yamewezesha wanafunzi kupata ujuzi unaoendana na mahitaji ya sasa ya soko la ajira, hali inayoongeza pia idadi ya wanafunzi wa kike wanaojiunga na kozi za mkondo wa amali. Haya ni mafanikio makubwa kwa nchi yetu katika kumuinua mtoto wa kike kwa kutambua umuhimu wa Chuo cha Ufundi Arusha katika utekelezaji wa sera ya elimu ya 2014 toleo la 2023. Serikali itaendelea kuboresha Chuo cha Ufundi Arusha ili vijana waliochagua mkondo wa amali wapate fursa za kujiunga na chuo hiki kinachosifika kwa ubora. Natambua kuwa mabadiliko ya teknolojia yanaenda kwa kasi sana. Hivyo ni vyema chuo chetu kiendane na kasi ya mabadiliko hayo, ili vijana wetu wanaosoma kwenye vyuo vyetu waendane na mabadiliko hayo. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Ufundi Arusha, Profesa Musa Chacha, amesema chuo kimejikita katika kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujiajiri na kuibua ubunifu kupitia mafunzo ya nishati jadidifu. Na hii itachangia kuzalisha wataalamu wengi sana hapa Tanzania ambao watashiriki katika utekelezaji wa mkakati wa serikali wa matumizi ya nishati safi. Bodi naahidi kuendeleza na kuendelea kusimamia mradi huu kwa uadilifu mkubwa ili hatimaye tufikie malengo. Kupitia ushirikiano na viwanda pamoja na taasisi za sayansi na teknolojia ndani na nje ya nchi, Chuo cha Ufundi Arusha kinaendelea kuwa miongoni mwa vituo muhimu vya kuandaa rasilimali watu itakayochangia uchumi wa kijani na maendeleo endelevu ya taifa. Kutoka Hai mkoani Kilimanjaro, Jamila Omar, Channel 10. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu amewataka wamiliki wa viwanda vya usindikaji
wa mazao ya uvuvi kuzingatia kanuni na taratibu za usalama mahala pa kazi ili kulinda afya za wafanyakazi. Henry Kavirondo anaripoti kutoka Mwanza. Kauli ya waziri huyo mwenye dhamana katika wizara hiyo ameitoa baada ya kufanya ziara ya ukaguzi katika kiwanda cha usindikaji wa minofu ya samaki cha Omega Fish kilichopo wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza. Ukaguzi huo umehusisha maeneo muhimu pamoja na kujiridhisha na uzingatiaji wa sheria za kazi ikiwemo sheria ya usalama na afya mahala pa kazi zinazosimamiwa chini ya wakala wa usalama na afya mahala pa kazi yani OSHA. Tuko hapa na kwa nini Omega? Ni kwa sababu sasa hivi follow up zetu tunafanya kisekta, kuangalia namna gani hizi sekta ambazo zina mchango mkubwa kwa serikali zinavyoweza kuzingatia masuala ya usalama na afya ili kuongeza thamani ya bidhaa zao zinazopelekwa nchi za nje. Mtazamo wa Waziri Deusi Sangu anaona ni muhimu wadau wa viwanda hivyo wakaendelea kuchukua hatua stahiki za kusimamia usalama na afya mahala pa kazi ili kusaidia ustawi wa wafanyakazi kiafya na maendeleo yao. Wote wa viwanda wapatao 64 hawa ambao wamewekeza katika sekta hii ya uzalishaji na uchakataji wa mazao yatokanayo na uvuvi wahakikishe wanazingatia hizi kanuni na taratibu za usalama mahala pa kazi. Na sisi kama wizara inayoshughulika na kazi kupitia taasisi yetu ya OSHA tutakuwa karibu sana kuhakikisha kwamba nguvu kazi yetu tunailinda, na ndio jukumu letu. Kisha viwanda vya kusindika minofu ya samaki vikawasilisha ujumbe kwa waziri huyo ukihusisha changamoto ya upungufu wa samaki katika ziwa Victoria na hata kuhatarisha uhai wa viwanda zikiwemo ajira za wananchi. Pamoja na kuwa viwanda bado vinaendelea, tumeona uzalishaji unafanyika pale, lakini ukiangalia kuna baadhi ya meza zilikuwa ziko empty, hazina watu. Hiyo ni ishara kwamba kuna upungufu mkubwa sana rasilimali ya samaki. Kwa sasa hasa katika hii miaka minne hapa mpaka sasa hivi hali sio nzuri. Tumepungua, sasa hivi tunakata 20% ya uwezo wetu. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano Deusi Sangu ameahidi kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kukabiliana na hali hiyo ili kuhakikisha ajira za wananchi zinakuwa za uhakika kupitia viwanda hivyo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo, na taarifa yake inahitimisha habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.